Waswahili wanasema msema kweli mpenzi wa Mungu, na hao ndio waliosema ukweli mchongo. Lakini ukweli pekee upo hapa katika nchi ya Tanzania ni kwamba taasisi ya Al-Hikma Foundation imeendelea kudhihirisha umahiri wake, umakini wake wa kuliendea jambo la mashindano makubwa ya mabara yote ulimwenguni, na sasa yametimiza miaka 26 yakifanyika katika nchi hii ya Tanzania. Mwaka huu wanakuambia mashindano haya ya Qur'ani ni ya mabara yote, na ni incha kwa incha, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu hadi kwa Mkapa. Kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 7 mchana, washiriki 20 watakuwa wakishindana kupitia kitabu chake Mwenyezi Mungu, Qur'ani. Kumbuka uwanja wa Benjamin Mkapa, kawaida yake kupitia mashindano haya ya Al-Hikma Foundation chini ya mkurugenzi wake Sheikh Nurdin Kishki, saa 1 kamili uwanja unakuwa umetapika. Mimi ni Salum Hassan na mwenzangu Bwana Ahmed bin Nabi kutoka katika nchi ya Burundi. Endelea kuwa nasi uzidi kupata matukio mengi tofauti yanayojiri katika nchi ya Tanzania, hususan mashindano makubwa ya mabara yote ulimwenguni, ncha kwa ncha, mkono kwa mkono, bega kwa bega, mguu kwa mguu hadi kwa Mkapa. Ni naye mtangazaji mahiri mwenzangu kutoka katika nchi ya Tanzania, Kishki TV, ambaye ni miongoni mwa wale ambao wameendelea kuwapokea washiriki walivyokuwa wanawasili. Tunaongea naye kidogo kutambua ni jinsi gani wenzetu wamejiandaa kuelekea kilele cha mashindano haya makubwa. Na Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-akh Salum, ni habari? Tunaziona video ambazo zinapokea wageni tunawapokea, na imekuwa ada kuwapokea wageni wetu kila mwaka ambao wanakuja kushindana katika mashindano makubwa. Wewe unahisi nini pale ambapo unaenda kuwapokea wageni hawa? Kwanza ni jambo ambalo linaashiria kile ambacho Al-Hikma Foundation imekipanga kinakwenda kukamilika, kwa sababu mashindano ni kweli yameandaliwa, lakini wahusika wakuu wa mashindano haya ni wale washiriki. Kwa hiyo kama tumeandaa mashindano alafu washiriki hawajatokea kwa udhuru wowote, ni nakwenda kukwamisha jambo. Lakini kuona kwamba washiriki tayari wameingia, maana yake alhamdulillah ndo kumekucha, jambo linakwenda kukamilika kwa uwezo wa Allah siku ya Jumapili. Hisia zangu naona kwamba tayari jambo letu lipo katika hatua za mwisho kwenda kukamilika kwa kishindo biidhnillah. Umekuwa miongoni mwa wale ambao huwa wanapokea mara kwa mara. Baada ya kuwaona washiriki wa mwaka huu na mashindano hayo ndo tayari yameshabisha hodi yako mlangoni, unahisi kuwa ushindani wa mwaka huu utakuwa tofauti na ushindani wa miaka ambayo imepita? La shaka la ahi Salum, kwa sababu ukiangalia kwanza historically unaona Al-Hikma Foundation kadri ya mwaka hadi mwaka namna ambavyo wanafanya mashindano yao unaona ni tofauti, ubora unaongezeka, thamani inakuwa kubwa zaidi, mwitiko wa watu unakuwa mkubwa zaidi. Lakini ukitazama sasa hivi kwa takriban miaka miwili mutawali, taasisi imeongeza wigo wa washiriki, ambapo awali tulikuwa tukishuhudia watu kutoka Afrika tu, lakini sasa hivi unaona ni watu vijana wameshirikishwa kutoka mataifa mbalimbali ya dunia, mabara tofauti. Hii tayari inakwenda kukupa picha kwamba ni mchuano mkali sana utakwenda kufanyika, kwa sababu ukiangalia mfano kama Asia, kuna nchi ambazo kwa miaka mingi zinatambulika kwamba wao ni weledi kwenye Qur'an, wao wamo. Lakini pia ukitazama hata katika nchi za bara Ulaya na Amerika, na Qur'ani ilivyo ni kitabu chenye maajabu sana, licha kwamba kimeshushwa katika lugha ya Kiarabu, lakini bado kuna watu hawazungumzi Kiarabu katika nchi yao, lakini uhodari wa watu wameweza kumeza kitabu hicho, kando ya kujali kwamba wao si Waarabu. Hii tayari inakupa picha kwamba hichi ambacho kinakwenda kufanyika Jumapili, mtanango utakuwa ni mkubwa sana. Binafsi naona majaji watakuwa na kazi kubwa sana. Mara nyingi huwa mimi nafuatilia hata baada ya mashindano kumalizika, nafanya interview na majaji na wauliza namna gani ambavyo kazi inakuwa kubwa sana. Na hata ukiangalia mara nyingi pia hata alama ambazo wanapishana baina ya mshindi wa kwanza mathalan na mshindi wa 5, kinafasi unaona nafasi kuna gap kubwa, lakini utakuta kuna alama chache sana wameachana hawa watu. Kwa hiyo nadhani majaji watakuwa na kazi kubwa sana mwaka huu. Nini sasa unawaambia watazamaji ambao wanaendelea kutufuatilia, hususan wale ambao wapo katika nchi ya Burundi na hasa ambao wapo katika nchi ya Tanzania kuelekea kilele hichi cha mashindano makubwa ya mabara yote ulimwenguni? Kikubwa waendelee kuyafuatilia mashindano, na mimi mtakuwa live, mtarusha. Kwa hiyo wale wa Burundi wako mbali, lakini watakuwa karibu, kwa sababu kupitia Al-Amnu TV na Amigo TV la shaka watashuhudia mwanzo mwisho kile ambacho kitaendelea. Muhimu wao ni kuhakikisha wanafuatilia vyombo hivyo ili wasipitwe na tukio hili la kihistoria, ili wasikose nafasi. Aje saa ngapi? Mimi natamani hata watu kama wanaweza walale pale pale, kwa sababu mwaka jana tumeona mapema sana, yani saa 12 asubuhi tayari watu wameanza kujaa, na wapo watu ambao walilala pale. Kwa mimi nafikiri baada ya swala alfajiri tu mtu awe uwanjani. Ulikuwa na taarifa yoyote kwamba washiriki hawa watatambulishwa siku hii ya leo?
Kwa taarifa nilikuwa nayo na nilipigiwa simu na nikaamua nije nishuhudie, nije niangalie kuona washiriki ambao watakao kuja kushiriki hiyo Jumapili. Huwa ni kawaida yako kufika katika uwanja wa Mkapa na kushuhudia mashindano haya makubwa? Mpaka sasa ni mashindano haya ya 26, ni huwa kila mwaka lazima nije nishuhudie uwanja wa Mkapa. Unakumbuka umeshuhudia mashindano mangapi? Nakumbuka kama mashindano kama 10 hivi. Tayari umewashuhudia yote hayo 10? Na nimewashuhudia yote 10. Kipi huwa kinakuvutia sana sasa kushiriki au kushuhudia, kuwahi mapema katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya haya mashindano? Kinachonivutia mimi ni usomaji, yani usomaji wa Qur'ani, sauti nzuri sana ya hao washiriki ambao wanaoshiriki katika mashindano. Washiriki wanasoma vizuri na sauti nzuri, ndio kinachonivutia. Ndio bwana anakuja pale na kwa naangalia na kufurika pia kwa uwanja, na maana watu wanavutiwa na usomaji wa Qur'ani na ni jambo la kheri la Mwenyezi Mungu. Umejiandaa vipi sasa kuelekea mashindano haya? Unakwenda peke yako, unakwenda na familia nzima? Nimewaambia familia yangu tunakwenda wote kwa pamoja, siwezi kwenda peke yangu, maana hata wenyewe nao wanatamani waje washiriki mashindano hayo. Siku moja imecollide mashindano ya Qur'an na game ya Simba na Yanga. Siwezi nikaenda kwenye game ya Simba na Yanga kati mashindano ya Qur'an yapo na mimi yananihusu. Cha kwanza ni mtu ambaye nilihusika kwenye kufanya promotion, lakini la pili ni kitu ambacho ni mwezi mtukufu wa Ramadhani nitapata thawabu, lakini cha tatu ni kutengeneza historia yangu ya back to back kushuhudia mashindano haya. Ndio maana ninasema kwamba kwa mtu ambaye zamani alikuwa utaratibu ni ule ule, kutakuwa kuna uongozi umepanga kila kitu kwenye namna yake, watu sehemu ya kuingia, watu sehemu ya wageni waalikwa, kila kitu kitaenda kwenye utaratibu wake, na amani ya kutosha ipo, usalama upo, na wakaribisha watu waje kwa wingi. Kama wenzangu mmetoka nchi mbalimbali, kuna watu wa Kenya, Uganda, the same Burundi. Mimi asili yangu ni Kigoma na Burundi ni sehemu ambayo kama zimepakana. Kwa hiyo watu wanatoka sehemu mbalimbali kuja hapa kuchukua tunasema rehema hii, kuchukua thawabu hizi. Watu wametoka mbali wamekuja kuchukua rehema hii. Mimi wa hapa rehema hii ipo, au tunasema sadaka hii ipo, au tunasema wajibu huu upo hapa, alafu nitoke niende sehemu nyingine wakati naona kabisa kuna fursa kama hii. Kwa hiyo niseme tu watu wawahi mapema na wasichoke. Haya ndio mashindano yetu, na kadri siku zinavyoendelea tunapata uhondo wa juu, yani unapokuja juu zaidi. Imebaki ni siku moja pekee, siku ya Jumamosi, kuelekea kilele cha mashindano makubwa ya mabara yote ulimwenguni chini ya taasisi ya Al-Hikma Foundation, na Waislamu kutokea katika nchi ya Tanzania na mabara yote ulimwenguni tayari wameanza kuingia katika nchi ya Tanzania kwa ajili ya mashindano hayo. Itakuwa ni aibu, itakuwa ni fedheha upo Dar es Salaam ukakosa kuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa kuhudhuria na kushiriki katika mashindano makubwa haya. Historia itaandikwa, wewe haupo. Historia itasimulia, wewe haupo. Hebu kuwa nasi, endelea kuwa nasi Amigo TV na Al-Amnu TV ili uweze kuyapata mengi ambayo yatakuwa yanajiri hapa katika nchi ya Tanzania. Mimi ni Salum Hassan na wenzangu bwana Kudra Shaban Ahmed bin Nab na timu nzima ya Al-Amnu TV pamoja na Amigo TV tuko hapa kwa ajili ya kukuripotia kile ambacho kinajiri hapa Tanzania. Asante.